Najua unamfahamu Mtume Paulo. Umekuwa ukimsikia, umekuwa ukimsoma na umekuwa ukijifunza habari nyingi kuhusiana na Mtume Paulo. Basi leo tumekuletea historia ya maisha yake, kuanzia kuzaliwa kwake, huduma yake, wito wake kwa Kristo, maisha yake, mikasa, changamoto mpaka kifo chake. Mtume ambaye amepitia mikasa mingi ya kusisimua, amepitia visa vingi vya kutisha kwa ajili ya Kristo. Huyu ndiye mtume ambaye alipigwa mawe kiasi ambacho waliompiga wakafikiri kuwa wamemuua, wakaondoka wakiwa wamemwacha kama mzoga, wakafikiri kwamba wameiacha maiti. Lakini baada ya muda mwanaume akarudi katika nguvu zake, akainuka kutoka katika hali ya umaiti aliyokuwa nao na kuendelea kuhubiri injili ya Yesu. Mtume Paulo ndiye mtume ambaye alichukuliwa mpaka mbingu ya 7. Huyu ni mtume aliyefanyika kuwa chombo cha Mungu cha kuwafikia mataifa. Alifungwa mara kadhaa kwa ajili ya injili, alizalilishwa, alionewa, alifanyiwa kila jambo baya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Huyu ndiye mwandishi pekee wa Biblia aliyeandika vitabu vingi kuliko waandishi wote. Ni mtu aliyeokoka kweli kweli, aliyetokea katika dini ya Kiyahudi katika cheo cha Ufarisayo. Mtume Paulo ndiye aliyekuwa chukizo kubwa la kanisa la kwanza kipindi kile ambacho kabla hajampokea Kristo. Huyu ndiye aliyepigwa upofu na Yesu kwa muda wa siku 3 bila kula, bila kunywa wala bila kuona, ambapo siku hiyo alipotokewa na Yesu aliulizwa swali moja tu na akashindwa kulijibu: Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Basi hii leo ni historia yake ambayo tunaenda kujifunza mambo mengi kuhusiana na Mtume Paulo. Najua umesikia sana habari zake. Basi tunaenda kujifunza mambo mengi kuanzia kuzaliwa kwake, uraia wake, tunaenda kuangalia ufarisayo wake, dini yake kabla ya Kristo, tunaenda kuangalia asila zake, kwa nini alikuwa anachukia waamini wa Kristo, kuokoka kwake, mwanzo wa huduma yake, alianzia anzaje, changamoto zake. Tutaangalia mambo mengi mpaka kifo chake. Hivyo basi nikuombe usitoke hapo ulipo. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel hii, nikuombe usubscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Tuwe wote mpaka mwisho wa kipindi hiki. Karibu sana. Mtume Paulo ndiye mtu aliyekuwa na athari pana na chanya kwa imani ya Kikristo ya mataifa kuliko mtu mwingine yoyote. Hakuwahi kuwa miongoni mwa mitume 12 wa awali wa Kristo. Hakumjua Yesu katika mwili kabla ya kusulubiwa, na alianza safari yake kama adui mkubwa wa kanisa la kwanza. Hata hivyo, ndiye aliyekuwa msanifu mkuu wa theolojia ya kanisa la mataifa, mwandishi wa maandiko mengi ya Agano Jipya kuliko mtu mwingine yoyote. Mtume Paulo alikuwa chombo kikuu cha kupeleka injili nje ya mipaka ya Uyahudi, ambapo ukiyatazama maisha yake unajua kwamba huyu bwana alichukua tamaduni 3 ambazo tamaduni hizo zikamjenga kuwa mtu wa pekee sana na mtu ambaye yuko tofauti sana na watu wengine, ambapo tamaduni hizo ambazo alizibeba ndani yake. Mtume Paulo alikuwa ni Myahudi kabisa, lakini alikuwa ni Myunani, alikuwa na ule Uyunani, yani tunaweza tukasema Hellenism. Lakini Mtume Paulo pia alikuwa na Uroma ndani yake. Alizifahamu tamaduni zote hizi 3 vizuri na alizielewa vizuri kabisa. Kwa hiyo muunganiko huo ndio unamfanya Mtume Paulo awe mtu wa kipekee sana katika historia. Mtume Paulo alizaliwa katika mwaka wa 5 baada ya Kristo. Alizaliwa katika mwaka wa 5 BK baada ya Kristo. Sasa alizaliwa wapi? Ni sehemu gani ambapo Mtume Paulo alizaliwa? Mtume Paulo alizaliwa katika sehemu inaitwa Tarso ya Kilikia. Alizaliwa katika sehemu inaitwa Tarso ya Kilikia,
ambapo huo mji ulikuwa ni mji mkubwa sana katika miaka ya kale. Ushahidi ni kwamba katika kitabu cha Matendo 21:39 anajielezea pale kwamba mimi ni Myahudi mzaliwa wa Tarso ya Kilikia. Anasema mimi ni Myahudi mzaliwa wa Tarso ya Kilikia. Sasa tunapoiongelea Tarso ya Kilikia, ilikuwa ni mji wa aina gani? Tunapouongelea mji wa Tarso ya Kilikia, ulikuwa ni mji wa aina gani? Huu ulikuwa ni mji wa elimu ya juu. Tunapoiongelea Tarso, tunagundua kwamba ulikuwa ni mji wa elimu ya juu, lakini ulilinganishwa na Athene na Alexandria, na ulijulikana kwa falsafa kubwa sana ya Stoiki. Tunapoongelea hizo sifa tatu za mji wa Tarso, kwamba kwanza kabisa elimu yake ilikuwa ni elimu ya juu sana, miongoni mwa sehemu ambazo zilizalisha elimu kubwa au wakazi wake walikuwa na elimu kubwa, basi ni katika mji wa Tarso ambao alizaliwa huyo Mtume Paulo. Lakini pia kwa maendeleo ulifananishwa na mji wa Athene na Alexandria. Tunapoongelea Athene ni mji ambao ulikuwepo ndani ya Uturuki, lakini Alexandria ni mji ambao ulikuwepo Afrika katika nchi ya Misri. Hiyo Alexandria ilikuwa ndo mji mmoja mkubwa sana katika miji ya Afrika katika miaka hiyo ya kale. Leo katika Misri mji mkuu unaitwa Cairo, lakini ukiongelea historia, zamani hakukuwa na mji mkubwa Afrika kama Alexandria. Lakini huo mji wa Tarso ambao alizaliwa Paulo ulijulikana kwa falsafa kubwa sana katika wakazi waliokuwa wanaishi ndani yake. Kuna mwanahistoria mmoja wa Kigiriki anaitwa Strabo, ambaye huyo bwana aliishi katika karne ya kwanza. Aliwahi kuandika kwamba Tarso ulizidi Athene kwa shauku ya elimu, yaani mji wa Tarso ulikuwa una shauku kubwa ya elimu kuliko mji wa Athene. Hii inaelezea kwa nini Paulo alikuwa na uwezo wa kufikiri kwa mantiki, kujenga hoja ndefu, kujadiliana na wanafalsafa. Sijui kama unanielewa hapo. Huu mji wa Tarso ulikuwa unapatikana katika nchi ya Kigiriki. Mji wa Tarso ulikuwa unapatikana katika nchi ya Kigiriki, au ulikuwa unapatikana katika taifa la Uyunani. Katika taifa la Uyunani. Sasa tumeona kwamba hawa watu walikuwa na shauku kubwa ya elimu kuliko hata watu wa Athene. Tunapozungumzia Athene, ni miongoni mwa miji ya zamani ambayo ilielimika na kustaarabika zamani sana. Kwa hiyo tunaona Tarso ilikuwa na shauku ya elimu kuliko hata miji hiyo, na ushahidi huu tunaupata kwa Strabo, ambaye huyu bwana aliishi katika hiyo karne ya kwanza, kwa anakiandika kitu ambacho yeye mwenyewe alikuwa anakiona. Kwa hiyo kutokana na sifa za mji huu, tunaona ulimsaidia sana Paulo katika kufikiri kwa mantiki. Alikuwa fikra yake yani inafikiri mambo ya maana, mambo yenye mantiki, lakini alikuwa na uwezo wa kujenga hoja yoyote ndefu, hoja yoyote fupi. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kujenga hoja, kujieleza, kutumia falsafa na vitu vingine vya namna hiyo, lakini aliweza kujadiliana na mwanafalsafa wa aina yoyote ambaye alikuwa anasimama mbele yake. Paulo aliweza kujadiliana naye na kujenga naye hoja kwa hoja, kama tunavyomwona katika Matendo 17 pale. Ukisoma kitabu cha Matendo 17, basi unaweza ukauona uwezo wa Paulo mkubwa sana katika namna ya kujenga hoja. Sijui kama unanielewa. Sasa tuangalie Paulo alikuwa ni raia wa taifa gani? Maana ukisoma maandiko anajitambulisha kama Mrumi, lakini tena ukisoma maandiko unajikuta anajitambulisha kama Myahudi, mara yeye ni Myunani. Sasa huyu bwana alikuwa ni taifa gani? Mbona anatuchanganya? Mbona anatuchanganya? Huyu bwana alikuwa ni taifa gani? Sasa jina lake la kwanza kabisa ambalo alikuwa anaitwa Sauli. Nafikiri watu wengi tunafahamu jina la Paulo la kwanza lilikuwa ni Sauli, ambapo Sauli ni jina la Kiebrania ambalo lilikuwa linatamkwa Shaul. Sauli ni jina la Kiebrania lililokuwa linatamkwa Shaul. Sasa nini maana ya Shaul? Shaul maana yake aliyeombwa au aliyechaguliwa. Maana ya jina la Shaul ni aliyeombwa ama aliyechaguliwa. Kumbe hili jina halikuwa na maana mbaya kama ambavyo wengi tunafikiri. Maana yake aliyeombwa
au aliyechaguliwa, Shaul. Na hii inaendana kabisa na utamaduni wa Wayahudi kumpa mtoto jina lenye maana ya kiroho. Jina la Sauli lilikuwa lina maana ya kiroho kubwa tu, lakini jina hilo linalingana na mfalme wa kwanza wa taifa la Israeli, mfalme Sauli, ambaye pia alikuwa sawa na Paulo katika kabila la Benjamin. Yani huyo mfalme Sauli na huyu Sauli ambaye ndiye Paulo, hawa wote walikuwa ni watu wa kabila la Benjamin. Paulo anajitambulisha katika kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 5 kwamba yeye kabila lake ni Benjamini. Sasa jina la Paulo ni jina ambalo lilitokana na nini? Lilikuja jina la Paulo. Jina la Paulo ni jina la Kilatini. Jina la Paulo ni jina la Kilatini. Tunapozungumzia Kilatini, Kilatini ilikuwa ndio lugha kubwa ya utawala wa Roma. Utawala wa Roma walikuwa wanaongea zaidi Kilatini. Kwa hiyo Paulo ana jina la Kilatini ambalo ndio hilo Paulo, ambalo Walatini wenyewe wanalitamka kama Paulus. Walatini wanalitamka Paulus, ambapo ina maana gani? Ina maana ni mtu mdogo au mnyenyekevu. Kwa maana ya jina la Paulo ni mnyenyekevu au mtu mdogo ambapo katika Matendo 13 mstari wa 9 anasema Sauli aitwaye Paulo. Sauli aitwaye Paulo. Kwa hiyo alikuwa na majina mawili. Jina la kwanza ni la Kiebrania ambalo lilikuwa ni Sauli, lakini jina la pili lilikuwa ni la Kilatini au la Kiroma ambalo ndilo Paulo. Watafiti wengi wanakubaliana kwamba hili jina hakubadilishwa alipookoka. Yawezekana alikuwa na majina mawili tangu kuzaliwa. Yaani hili jina watu wengi tunafahamu kwamba jina la Paulo alilipata baada ya kuokoka. Ndio maana kuna baadhi ya walimu wengi sana utasikia wanasema kwamba baada ya kuokoka alipobatizwa akapewa jina la Paulo. Hapana, Paulo ni jina ambalo alizaliwa nalo kabisa, ila kwa sababu alikulia katika jamii ya Kiyahudi ambapo Wayahudi wengi tunaona asili yao ni Waebrania. Wayahudi wengi ni Waebrania, kwa hiyo walikuwa wanamuita Sauli kwa sababu ndio jina ambalo linaendana na jamii yao. Lakini kwa sababu Paulo alikuwa ni mtu ambaye ana huduma ya kimataifa, kwa watu wa mataifa waliokuwa chini ya utawala wa Roma walikuwa wanamuita kwa lugha ya Roma ambayo ni Paulo. Kwa haya majina alikuwa nayo yote mawili. Ni sawasawa na leo mtoto anakuwa na jina la kilugha lakini pia anakuwa na jina lingine la kizungu labda au jina fulani. Tunaona katika jamii zetu watoto wengi sana wana majina mawili au watu wengi sana wanapewa majina mawili. Umeona, kutokana na wazazi wanavyoona. Sasa kwa sababu Paulo yeye alizaliwa katika mji wa Tarso, ambapo mji wa Tarso ulikuwa ni chini ya Waroma. Ijapokuwa sehemu hiyo waliokuwa wanaishi walikuwa ni Wayunani. Sasa alipokuwa anakaa katika maeneo yale, wazazi wakaona tumpe jina ambalo linaendana na maeneo haya ili watu wa maeneo haya wasihangaike, wakamuita Paulo. Lakini wanapokuja nyumbani katika taifa la Israeli, basi wanampa jina la Sauli. Kwa ni majina ambayo alikuwa nayo tangu akiwa mdogo, wala alikuibuka mara baada ya kuokoka. Hili lilikuwa ni jambo la kawaida sana kwa Wayahudi wa karne ya kwanza waliokaa chini ya dola ya Roma. Kwa hiyo sio Paulo tu, ni Wayahudi karibia wote waliokuwa chini ya dola ya Roma walikuwa na majina mawili. Tuangalie uraia wa huyu Paulo. Paulo alikuwa ni Myahudi ambaye pia ni raia wa Roma. Paulo alikuwa ni Myahudi ambaye ni raia wa Roma. Sasa jambo hili ni ajabu zaidi katika maisha ya Paulo au katika historia ya maisha ya Paulo, ambapo haikuwa rahisi Myahudi kuwa na uraia wa Roma. Haikuwa rahisi kwa Myahudi kuwa raia wa Roma. Sijui unanielewa? Lakini Paulo alikuwa ni raia kabisa halali wa taifa la Roma. Kwa hiyo anaposema mimi ni Mroma, anamaanisha yeye ni raia halali wa taifa la Roma. Sasa unaweza ukajiuliza, huyu inakuwaje awe Mroma? Paulo inakuwaje awe Mroma? Sasa anasema katika Matendo 22 mstari wa 28, anasema mimi ni raia wa Roma kwa kuzaliwa. Mimi ni raia wa Roma kwa kuzaliwa. Na naomba niweke jambo moja vizuri hapa, ni kwamba kuzaliwa katika taifa la Roma hakukuwa kunatosha kuwa wewe ni raia wa Roma.
Yaani ukizaliwa Roma ilikuwa inatosha kuwa raia wa Roma, kwa sababu kuna watumwa pia walizaliwa kule na hawakuwa wa Roma. Kwa hiyo inakuwaje Paulo awe na uraia wa Roma? Awe ni raia wa Roma, ambapo katika karne ya kwanza Wayahudi wengi hawakuwa raia katika utawala wa Roma, lakini uraia ulikuwa haki ya kipekee sana. Uraia ulikuwa haki ya kipekee sana, tutakuja kuielezea baadaye, ila ngoja tuone jinsi ambavyo Paulo alipata huo uraia. Ingawaje katika vyanzo hakuna chanzo kinachoonyesha moja kwa moja kwamba Paulo aliupataje uraia wa Roma. Hakuna chanzo kinachoelezea moja kwa moja kuonyesha kwamba Paulo aliupata vipi, aliupataje uraia wa Roma. Lakini uraia wa Roma ulikuwa unapatikana katika mambo matatu. Haya mambo matatu ndio yalikuwa yanamfanya mtu awe raia wa Roma. Paulo anasema kwamba mimi nilikuwa raia wa Roma kwa kuzaliwa. Mimi ni raia wa Roma kwa kuzaliwa. Anasema mimi ni raia wa Roma kwa kuzaliwa. Sijui unanielewa? Inamaanisha anaposema raia wa Roma kwa kuzaliwa, inamaanisha baba yake alikuwa na uraia wa Roma. Baba yake Paulo alikuwa na uraia wa Roma. Sasa huyu baba yake Paulo anaupataje uraia wa Roma wakati yeye ni Myahudi wa kabila la Benjamin? Anaupataje uraia wa Roma wakati yeye ni Myahudi wa kabila la Benjamin? Sasa hizi ndizo njia kubwa tatu za kukufanya wewe utambulike kuwa raia wa Roma. Inawezekana kwamba babu yake au baba yake walikuwa wanafanya huduma chini ya Roma, au walikuwa wahudumu wa taifa la Roma. Inawezekana walikuwa wahudumu au wafanyakazi au watumishi wa taifa la Roma. Sasa ukishakuwa mtumishi mwaminifu wa Roma, ulikuwa unapewa uraia. Ukiwa mtumishi mwaminifu wa Roma, walikuwa wanaweza wakakutunuku ukapewa uraia wa Roma. Kwa hiyo inawezekana baba yake au babu yake walikuwa watumishi waaminifu wa taifa la Roma na wakaja baadaye wakapewa uraia, ambapo ukishapewa uraia wa Roma inamaanisha wewe na kizazi chako chote mtakuwa wa Roma. Lakini njia ya pili ya kupata uraia wa Roma ilikuwa kama zawadi ya uaminifu wa kisiasa. Ilikuwa kama zawadi ya uaminifu wa kisiasa, ambapo mmojawapo kati ya watu waliopata uraia wa Roma kama zawadi ya uaminifu wa kisiasa alikuwa ni Mfalme Herode wa kwanza. Tunamwona Mfalme Herode wa kwanza alikuwa ni kibaraka wa masuala ya kisiasa wa Roma, na baadaye wakampa uraia wa Roma, lakini yeye mwenyewe akataka apewe jimbo la Uyahudi aliongoze. Kwa hiyo Herode wa kwanza au Herode mkuu akapewa hilo jimbo, lakini alipewa zawadi ya uraia wa Roma. Kwa hiyo inawezekana kabisa labda baba yake alikuwa anadili na masuala ya kisiasa na baadaye akapewa zawadi ya kuwa raia wa Roma. Zawadi ya kuwa raia wa Roma ilikuwa ni zawadi kubwa miongoni mwa zawadi katika karne ile ya kwanza. Lakini au ilikuwa ni haki ya wakazi wa mji wa Tarso, au ilikuwa ni haki ya wakazi wa mji wa Tarso, sababu mji wa Tarso ulikuwa ni mji ambao uko Ugiriki huko. Mji wa Tarso ulikuwa ni mji wa Kigiriki ambao ndani yake kulikuwa na Waroma wengi sana, na ile miji nimesema ilikuwa ni miji ya wasomi wengi sana ambao walikuwa na shauku ya elimu. Kwa hiyo inawezekana walikuwa wanazaidiwa raia wa kule, baadhi ya raia wakapewa uraia wa Roma, ambapo inawezekana katika haya mambo matatu mojawapo lilimwangukia Paulo, wazazi wake, akajikuta yeye mwenyewe Paulo anazaliwa na kuwa raia wa Roma. Sasa ukishakuwa raia wa Roma ulikuwa usumbuliwi. Yaani ukishakuwa raia wa Roma ulikuwa usumbuliwi. Miongoni mwa mambo makubwa sana na magumu sana ambayo yalikuwa yanawakabili Wayahudi katika karne ya kwanza ilikuwa ni utawala wa Roma. Uliwalipisha kodi, ulikuwa unawaonea sana Wayahudi. Sasa ukishakuwa raia wa Roma inamaanisha kwanza ulipi kodi kama ambavyo walikuwa wanalipa hao mataifa mengine au majimbo mengine yaliyokuwa chini ya Roma. Lakini ulikuwa uwezi ukafungwa kizembezembe. Umeona? Ulikuwa uwezi kufungwa kizembezembe. Lakini pia hata ukikamatwa uchapwi viboko kinyume cha sheria. Uwezi ukatandikwa viboko kinyume cha sheria. Tunaposema viboko ilikuwa ni ile mijeledi, ambayo ile mijeledi ilikuwa ina kitu kama ndoano. Ukichapwa mjeledi wa kwanza unachana shati au koti ulilolivaa au kanzu na chana na unatoka na vipande vya nyama. Kwa hiyo ukichapwa viboko 12 inamaanisha mgongo wako wote
unakuwa umeloa damu. Tunaona jinsi ambavyo Yesu alikuwa alitandikwa chini ya sheria ya Waroma, alichapwa kabla ya kwenda msalabani, ambapo kuchapwa tu vile viboko tosha inakufanya uishiwe nguvu, unyong'onyee, upoteze damu nyingi, lakini uanze kuuguza vidonda vingi. Umeona? Kwa ukishakuwa raia wa Roma, hata ukikamatwa huwezi ukachapwa viboko kinyume cha sheria, lakini ulikuwa una uwezo wa kukata rufaa kwa Kaisari. Ukishakuwa raia wa Roma, ulikuwa unao uwezo wa kukata rufaa kwa Kaisari. Tunaposema kukata rufaa kwa Kaisari, haikuwa na maana ya kwamba eti unasafiri kwenda mpaka Roma unamfuata Kaisari alafu unaenda kukata rufaa kwake. Hapana, kulikuwa kuna sheria fulani ambazo Kaisari alishaziweka. Sasa wewe unakata rufaa kwa ile sheria ya Kaisari, unasema nakata rufaa kwa Kaisari, na hiyo haki ilikuwa kwa raia wa Roma pekee ndio walikuwa wana uwezo wa kukata rufaa kwa Kaisari, ambapo wao raia wengine walikuwa hawana uwezo huo. Umeona? Lakini jambo lingine lilikuwa faida ya kuwa raia wa Roma ni kusafiri kwa uhuru katika himaya ya Roma. Si kila mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuingia Roma kwa uhuru. Mpaka unaingia taifa la Roma ulikuwa lazima uwe na vibali, ukaguliwe sana, uwe na sifa kubwa. Unaingia taifa la Roma, unaingia taifa kubwa. Kulikuwa na sheria kubwa sana kutoka kwa hawa watu wengine wanaotoka nje ya Roma kuingia katika taifa la Roma. Ni sawa na leo mtu unatoka kwenye mataifa haya madogo madogo unataka kuingia katika mataifa makubwa, labda mfano Marekani. Umeona? Hasa zipo sheria ambazo nyingi sana ambazo unaweza ukatakiwa kuzichukua kabla ya kwenda Marekani. Sijui kama unanielewa, mtu wa Mungu. Hasa ndivyo ilivyokuwa zamani. Kuingia Roma hakukuwa jambo la kawaida, lakini ukishakuwa raia wa Roma basi unaenda kwa uhuru katika taifa la Roma, ambapo watu wengine waliokuwa wanakwenda kuhubiri injili katika taifa la Roma ilikuwa inawawia ngumu sana kuingia, lakini Paulo alikuwa na uwezo wa kuingia Roma muda wowote anaotaka, wakati wowote, kwa sababu yeye alikuwa ni raia halali wa taifa la Roma. Sasa hebu tuangalie elimu ya mtume Paulo, hasa elimu ya kidini. Tumeona kabisa elimu hii nyingine alikuwa nayo kwa sababu alizaliwa mji wa Tarso, mji wenye elimu. Kwa hiyo inamaanisha alijifunza tamaduni zote za Kiyunani pale. Alijifunza culture kubwa yote ya Kiroma, alijifunza tamaduni za Kiyunani, alijifunza elimu ya Kiroma. Kwa hiyo anavyotoka Tarso alikuwa na elimu kubwa ya Kiroma, lakini wazazi wake wakaona hapana, huyu mtu lazima ajifunze elimu ya Uyahudi, lazima ajue asili ya nyumbani. Lazima ajue asili ya nyumbani. Na hivi ndivyo tunavyowaambia watoto ambao wanakuwa wanazaliwa nje ya maeneo yao waliozaliwa. Kwa mfano, watoto wanazaliwa Dar es Salaam, ni vizuri mzazi ukawapeleka nyumbani wajifunze kuona nyumbani watu waliishije, wazee wa nyumbani ilikuwaje, tamaduni zenu huko nyumbani zikoje. Inamfanya mtoto awe na upeo mkubwa. Kama mtoto amezaliwa nje ya nchi, na ongea na nyinyi ambao unakuta wazazi mpo Marekani, mtoto kazaliwa huko, hajawahi kuja huko Afrika, hebu mrudishe mtoto Afrika ajifunze, aone wazee wa Afrika wanaishije, aone tamaduni za watu wa Afrika wanaishije. Umeona? Aone wa Afrika wanafanyaje. Mitandao ya kijamii haitoshi kumfundisha mtoto juu ya asili yake, lazima arudi afike. Tunaona wachezaji wengi wakubwa wakishatoka huko nje wanarudi nyumbani kwao kuona inakuwaje kuona mazingira yanakuwaje, mazingira ya nyumbani. Kwa ni jambo la muhimu sana. Kwa wazazi wa Paulo wakaona hapana, mtoto ana elimu kubwa sana ya kigeni. Kwa cha kukifanya sasa tumpeleke nyumbani apate elimu kubwa ya nyumbani. Kwa mara baada ya Paulo kurudi katika taifa la Israeli, sasa akapewa mwalimu mkubwa wa sheria. Akapewa mwalimu mkubwa wa sheria ambao mwalimu huyo anaitwa Gamalieli. Gamalieli. Huyo Gamalieli alikuwa ni mmoja kati ya walimu wakubwa wa kisheria, na hao walimu waliokuwa na sauti kubwa. Alikuwa na uwezo wa kwenda kwenye baraza kuu la serikali ambalo linafanya sheria, linatunga sheria, linaweka maamuzi, na akatoa hoja na hoja ikasikilizwa. Tunakumbuka katika kitabu kile cha Matendo sura ya 3 pale, kama kumbukumbu zangu ziko sawa, ambapo walikuwa wanataka kuhukumu Ukristo na Petro na Yohana kwamba wanapotosha watu, lakini Gamalieli aliposema neno moja tu, baraza zima likanyamaza, baraza zima likasikiliza mawazo yake na likapitisha, na hakukuwa na mtu mwingine wa kutoa hoja wala kupinga kauli ya Gamalieli, kwa sababu alikuwa ni mtu msomi aliyejaa hekima, aliyejaa maarifa. Kwa hiyo sasa ikaonekana kwa sababu Paulo ni mtu mwenye akili sana, mtu pekee ambaye ana uwezo wa kumfundisha vizuri
Ni mheshimiwa Gamalieli, ambapo huyo Gamalieli ukifuatilia sasa chimbuko lake Gamalieli, nimejitahidi kufuatilia chimbuko lake, tumuone huyu Gamalieli ni nani. Huyu Gamalieli ni mtu wa aina gani? Gamalieli ametokea katika ukoo mkubwa sana, ametokea katika mkoo mkubwa sana, ambapo yeye alikuwa ni mjukuu wa kuzaliwa wa mzee Hillel, au Hillel mkuu. Kuna mzee anaitwa Hillel mkuu, almaarufu kama Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, ambapo huyu mzee Hillel Hazaken alikuwa ni Myahudi mashuhuri sana katika ile karne ya kwanza, umeona. Lakini alikuwa ni mtafsiri wa sheria, rabi mwenye ushawishi mkubwa, lakini pia alikuwa ni mwanzilishi wa shule za Hillel au Beit Hillel, ambao falsafa zake zilitumiwa sana katika mafundisho ya karne ile ya kwanza, zilisambaa sana huyo mzee Hillel. Sasa huyu Gamalieli, just imagine, alikuwa ni mjukuu wa huyo mzee Hillel, yani ametokea katika ukoo wa watu wana falsafa wakubwa, ametokea katika ukoo wa watu washika sheria wakubwa, watu wenye maadili katika dini ya Kiyahudi, ambapo muda haututoshi tu tungeenda kuyaangalia mafundisho ya huyo mzee Hillel kidogo, tunaweza tukajikuta tuna kitu kingine cha kujifunza, lakini hilo linaweza likawa baadaye, somo la baadaye. Kwa hiyo tunaona Paulo aliwekwa katika miguu ya mtu sahihi, aliwekwa chini ya miguu ya mtu sahihi, ambapo huyo sasa Gamalieli ambaye ndo mwalimu wa Paulo alikuwa mfarisayo mashuhuri, mjukuu wa Hillel, mwalimu mwenye msimamo wa wastani. Hakuwa yule mwalimu mwenye misimamo mikali, hapana, yeye alikuwa ni mwalimu mwenye misimamo ya wastani. Misimamo yake ilikuwa ya wastani, alikuwa haina command sana, alikuwa ni mtu ambaye anatoa challenge ya kuweka kitu kipya katika ufahamu wake, au kulipa jambo muda ili apate kutafakari na kujifunza. Hivyo ndivyo ilivyokuwa misimamo ya Gamalieli, ambapo hii inaonyesha kuwa Paulo alipata elimu juu ya Torati, alipata ujuzi wa tafsiri za sheria, lakini Paulo alikuwa na nidhamu kali ya kidini. Umeona, jambo hili likamfanya Paulo awe na nidhamu kali ya kidini. Sasa ambapo hiyo nidhamu ikaja ikamfanya awe farisayo akiwa na umri mdogo kabisa. Zamani kuwa farisayo ilikuwa jambo kubwa sana, yani mpaka unaitwa farisayo ni jambo kubwa, lakini Paulo katika umri mdogo akaja akawa farisayo. Tunapoongelea mafarisayo, nishawahi kutoa kipindi huko nyuma cha mafarisayo na masadukayo. Kama ukubahatika kukiona kile kipindi, ndugu yangu, kuna mambo mengi sana mazuri tuliyaongea pale. Hebu nenda ukakiangalia kile kipindi, utakuwa na vitu vingi vya kujifunza. Kipo katika chaneli hii ambayo unaiangalia sasa, kaangalia pale, utajifunza juu ya mafarisayo na masadukayo. Kwa Paulo alikuja kuwa farisayo akiwa na umri mdogo sana, ambapo anajitambulisha katika Wafilipi 3:5 kwamba kwa upande wa sheria mimi nilikuwa farisayo, ukisoma kitabu hicho. Lakini sasa tunapoongelea mafarisayo, kwa ufupi tu ni kwamba walisisitiza utiifu mkali wa sheria, yani walisisitiza sana watu kushika sheria kwa ukali na kwa command. Lakini walipinga Ukristo kwa sababu ya msimamo wake juu ya sheria. Waliwaona Wakristo ni watu ambao hawafuati sheria, wanasema ati sisi hatupo juu ya sheria, sisi tupo chini ya neema, sisi hatupo chini ya sheria, tupo chini ya neema. Wakaona hawa watu ni hatari sana katika mafundisho ya sheria, ni watu hatari sana. Wanasema wao hawapo chini ya sheria, wakati watu wote sisi tunaozaliwa katika tamaduni ya Kiyahudi tupo chini ya sheria. Kwa hiyo wakaona watu hatari, wanatakiwa kukomeshwa. Kwa hiyo Paulo alikuwa tishio kubwa la Ukristo wa kwanza, kwa sababu wanaona hawa watu ni kama hawaheshimu sheria, ingawaje Ukristo ni imani ambayo inaheshimu sheria, umeona. Lakini aliwaona pia ni watu ambao hawaliheshimu hekalu, kwa sababu Yesu mwenyewe aliwahi kunukuliwa maneno yake kwamba livunjeni hekalu alafu nitalijenga kwa siku 3. Kwa hiyo ile kauli ni moja ya kauli tata ambayo iliwasumbua sana Wayahudi karne nyingi. Wanajiuliza alikuwa na maana gani huyu mtu kusema walivunja hekalu. Kwa hiyo waliona kwamba ni mtu ambaye alikuwa tishio juu ya hekalu, kwamba wanaweza wakajiunga watu wakajiorganize wakaja kuwa wengi, wakaanzisha jeshi wakaenda wakavunja hekalu kweli. Lakini pia
aliwaona Wakristo ni watu hatari kwa utambulisho wa taifa la Israeli. Hawa Wakristo aliwaona ni hatari sana katika utambulisho wa taifa la Israeli. Kwa akawaona hawa watu ni wana hatari sana, wana uwezo wa kuja kufanya nini? Kuja kubadilisha kabisa utambulisho wa taifa la Israeli. Watakuja baadaye kutubadilisha kabisa. Itakuwa baadaye Israeli watakosa kabisa identity, wataonekana ni Wakristo. Kwa hili jambo lilikuwa ni hatari sana. Sasa jambo lingine sasa la kujiangalia kuhusiana na Paulo, la kuliangalia kuhusiana na Paulo ni kwamba, je, Paulo alikuwa miongoni mwa baraza kuu la maamuzi ya kale enzi hizo? Wakristo wengi wanaamini kwamba Paulo alikuwepo katika lile baraza ambalo lilikuwa linaitwa Sanhedrin. Sanhedrin ni sawasawa na bunge, yani ni kama bunge hivi ambalo likipitisha sheria imepita, likiweka zuio limepita. Walikuwa na sauti kuliko hata mfalme Herode au Sanhedrin. Yani mule walikutana Masadukayo, walikutana Mafarisayo, walikutana wasomi wa juu katika hilo baraza, ambapo walikuwa wanaweka tofauti zao zote pembeni na kuitanguliza kwanza taifa la Israeli mbele. Kwa katika hilo baraza wao walikuwa wanatanguliza kwanza utaifa mbele, Israeli mbele. Umeona, hata Yesu alipohukumiwa alihukumiwa katika lile baraza. Sasa je, Paulo alikuwa ni sehemu ya watu ambao walikuwa ndani ya lile baraza? Alikuwa yuko ndani ya lile baraza? Sasa Biblia haionyeshi kwamba Paulo alikuwa ndani ya lile baraza. Kwa hiyo tukisema Paulo alikuwa ndani ya lile baraza inakuwa ni mitazamo, lakini hakuna sehemu ambapo tunathibitisha kwamba Paulo alikuwa ni miongoni mwa watu wa baraza la Sanhedrin. Ila alikuwa na ushawishi mkubwa katika lile baraza, ijapokuwa alikuwa nje ya baraza, lakini alikuwa ni mtu ambaye anasikilizwa. Katika kitabu cha Matendo 26 mstari wa 10 Paulo anasema, nilikuwa napiga kura yangu walipouawa, nilipiga kura yangu walipouawa. Kwa hiyo inamaanisha ni mtu ambaye alikuwa maamuzi yake nayo yanachukuliwa, yani mtazamo wake pia ulikuwa unachukuliwa, kwa sababu kura ni mtazamo wa mtu. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kupiga kura katika baadhi ya maamuzi aliyokuwa yanapitishwa Sanhedrin, ijapokuwa yeye alikuwa nje ya Sanhedrin. Umeona? Sasa tunapoongelea kupiga kura inamaanisha kulihitaji mamlaka rasmi, yani inamaanisha anaweza akapeleka ombi. Kura kwa lugha nyingine ilikuwa inamaanisha ombi, yani unaandika ombi lako unalipeleka, kwa unasema nimepiga kura yangu hapa. Kwa baraza linayatazama maoni yako kwamba tuipitishe au tuweke kapuni. Kwa unakuta baraza linapitisha au linaweka kapuni. Hiyo ndio ilikuwa inaita kupiga kura, yani inamaanisha kapeleka mtazamo wake. Au kulihitaji nafasi ya uongozi. Kupiga kura kwa maana nyingine pia inamaanisha kwamba sasa tunachagua kiongozi, tunapiga kura. Kwa hiyo yote mawili alikuwa anatumika kama kura katika lugha ya kale ya kibibilia, kwamba anahitaji maoni yake asikilizwe na baraza, na alipeleka maoni yake katika baraza, anasema nimepiga kura. Ama wanachagua kiongozi, pia inamaanisha nimepiga kura. Umeona? Sasa watafiti kama Alfred Edshey na Joachim Gemeres wanaamini kuwa Paulo alikuwa ama mwanachama mdogo ama wakala rasmi wa baraza. Hawa ni watafiti wabobezi kabisa wa mambo ya kale, hususan historia. Wanaamini kwamba Paulo ama alikuwa mwanachama mdogo sana, yani alikuwa ni wale chipukizi ambao wanaandaliwa kuja kuingia katika hilo baraza, au alikuwa tu amepewa uwakala na aliwakilisha baraza kwa nje, yani kama baraza likipitisha maamuzi basi wao ndio watekelezaji, nao wakina Sauli au Paulo. Umeona? Sasa ninaomba kwa leo tuishie hapa kwa sababu ya muda. Ninaomba tutaishia hapa, ila tutaendelea tena katika kipindi kijacho. Kuangalia je, huyu mtu ilikuwaje mwendelezo wa maisha yake. Kumbuka leo tumeyaongea haya mambo, kumbuka leo tumeongea tu maisha ya awali ya Paulo. Hapa hatujagusa kukutana kwake na Yesu, hatujagusa huduma yake, hatujagusa changamoto, hatujagusa kifo chake, tumegusa maisha ya awali. Sasa katika kipindi kijacho tutaangalia hayo mambo yote mengine yaliyosalia. Kwa ni kuombe tu endelee kubaki mahali hapa na Mungu atakubariki. Hakika story hii au simulizi hii itatufundisha vitu vingi sana na itatuongezea vitu vingi katika hazina yetu. Kama hujasubscribe channel hii, ni kuombe mtumishi wa Mungu, subscribe channel hii kwa haya mambo mazuri
lakini share video hizi kwa watu wengine wengi zaidi, na Mungu atakubariki sana. Lakini wewe ambaye unatamani kujiunga pamoja nasi kuwa sehemu ya huduma hizi, huaga nasema kila siku, ukiwa unatamani kuwa sehemu ya huduma hii, basi namba zetu ni hizo hapo. Unaweza ukatutumia mchango wako au sadaka yako ambayo itatusaidia sana kupush mahitaji ya huduma hii. Huduma hii yako mahitaji kadhaa ambayo tunahitaji katika kukamilisha mwili wa Kristo. Basi unaweza ukaungana nasi katika kuyarahisisha mahitaji hayo ili huduma hii izidi kufanya vizuri na kwenda mbele zaidi. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, na hizo unazoziona ndizo namba zetu. Mungu akubariki sana mpaka wakati ujao.